Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni yangu matumaini ya kwamba umzima popote palolipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin. Karibu sana. Hivi sasa kipindi hewani ni Jahazi la Wiki, ikiwa ni fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa yale yamejiri katika juma zima hili kwa upande wa habari za kitaifa, kimataifa, bila kusahau yale ambayo yamekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari mbalimbali. Nahodha wako kwa siku ya leo ni mimi Saadi Suleiman. Tulia, habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni Jahazi la Wiki. Tulia, habarika. Na mtazamaji wa Mahasin TV, karibu sana tuweze kuianza safari ya Jahazi la Wiki, na moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa. Miongoni mwa habari muhimu ambazo zimeweza kujiri katika juma hili ni habari hii kutokea mkoani Singida. Serikali imetangaza kuongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000, ambayo ni sawa na ongezeko la 35.1. Tupate taarifa kamili. Ongezeko hilo limetangazwa mkoani Singida na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati wa sherehe za siku ya wafanyakazi duniani kitaifa. Nyongeza hiyo itaanza kutumika ifikapo mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu, lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza kuwa kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mishahara inaendelea kufanya mapitio ili kuboresha mishahara ya wafanyakazi wa sekta binafsi. Na mtazamaji, taarifa nyingine moja kwa moja tuelekee kwenye visio vya marasha, karafuu na uchumi wa buluu.
Zaidi ya shilingi bilioni 381 sawa na asilimia 128.33 zimewekezwa katika awamu ya kwanza ya uwekezaji wa hati fungani inayozingatia misingi ya sheria ya Zanzibar Sukuk na kuvuka makadirio ya awali ya shilingi bilioni 300. Awamu ya kwanza ya uwekezaji katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk imefungwa leo hii ikiwa ni miezi takribani miwili tangu ilipozinduliwa mwishoni mwa mwezi wa pili mwaka huu 2025. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Saada Mkuya Salum amesema wamevuka lengo la makadirio ya awali ya kukusanya shilingi bilioni 300 katika awamu hii ya kwanza. Katika eneo hili kiwango ambacho tumekukusanya katika uwekezaji ni shilingi bilioni 381,384,855,940 na senti 90. Ni sawa na asilimia 128.33 ya makadirio yetu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anawahakikishia wawekezaji wa Zanzibar Sukuk na wananchi kwa ujumla wake usimamizi na ufuatiliaji madhubuti wa miradi itakayotekelezwa kupitia fedha za Zanzibar Sukuk. Fedha hizi zilizopatikana zitapelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo yenye tija kama vile miundombinu ya barabara Unguja na Pemba, bandari jumuishi ya Mangapwani, kituo cha matibabu ya saratani cha hospitali ya Binguni na kumalizia kazi ya ujenzi wa jengo la Terminal 2 la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume. Katika kipindi kifupi kijacho, Zanzibar itaanzisha soko la mitaji la Zanzibar, yani Zanzibar Securities Exchange, ambalo pia litachangia katika kupatikana kwa mitaji ya kuwekeza katika biashara mbalimbali pamoja na miradi mikubwa ya serikali. Hii ni hatua muhimu pia katika kufikia lengo la nchi yetu kuwa ni kituo cha fedha, yani financial hub. Serikali imesema mapato ya kila mwaka ya 10.5% na yale ya 2.2% kwa waliowekeza kwa dola pamoja na fedha za mitaji zilizowekezwa kila baada ya miaka 7 yatapatikana kwa wakati kama ilivyoainisha katika masharti ya mpango huo. Napenda kuhakikishia kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejipanga kikamilifu kutekeleza yafuatayo. Kwanza, mapato ya kila mwaka kwa wawekezaji kwa kiwango cha 10.5% kwa wawekezaji wa fedha za Kitanzania na 4.2% kwa wawekezaji waliotumia dola za Kimarekani yatalipwa kwa wakati kila mwaka kama ilivyobainishwa katika masharti ya mpango huu. Kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa za kuimarisha maisha ya wananchi, utoaji wa huduma bora za kijamii na kukuza uchumi wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tukirejea hapa Tanzania bara, moja kwa moja tuelekee makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema dhamira ya serikali ni kutekeleza mradi mkubwa wa kuchakata na kusindika gesi asilia LNG kutokana na faida zake kiuchumi, lakini kwa sasa kuna maeneo serikali inayafanyia kazi kwa kina kupitia majadiliano na wawekezaji ili mradi huo uwe na tija. Tupate taarifa zaidi. Dr. Biteko amesema hayo Aprili 29, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu hoja mbalimbali zilizotolewa na wabunge kuhusu hotuba ya bajeti ya Wizara ya Nishati. Amesema kiu ya serikali ni kuona mradi huo unatekelezwa ila maslahi ya taifa ndiyo kipaumbele. Mtakumbuka hapo nyuma, Mheshimiwa Spika, serikali baada ya kukamilisha majadiliano awamu ya kwanza ilirudisha majadiliano hayo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata maoni. Mheshimiwa Spika, baada ya kupita kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ukweli ni kwamba kuna maeneo mengi ambayo yalikuwa yanahitaji kufanywa kazi zaidi ili kupata mkataba ulio mzuri zaidi. Mheshimiwa Spika, leo tunaweza tukasema kwamba mradi huo uanze, lakini nataka niseme kwamba mkataba ulio mzuri leo, kesho unaweza kuwa mkataba mbaya. Nchi hii ina historia ya kupita kwenye mikataba hiyo inayolalamikiwa. Tumejifunza mengi kwa safari toka tumeanza extractive kwenye nchi yetu. Yako mambo na maeneo kadhaa ambayo ni lazima yafanywe kazi kabla ya mkataba huo kusainiwa.
Dkt. Biteko amesema majadiliano yanaendelea kati ya serikali na timu ya mwekezaji ili kuondoa changamoto zilizokuwepo, na matarajio ni kuwa mkataba huo utasainiwa ndani ya mwaka huu baada ya kukamilika kwa mambo matatu yaliyosalia. Naomba mtupe muda. Tunajua kuwa hili jambo linahitajika kwanza kwa uchumi wa nchi yetu, lakini kwa maendeleo ya watu wa mikoa ya kusini ambako gesi ipo. Mheshimiwa Spika, ingekuwa ajabu sana siku moja tuingie mkataba, tumekubaliana na mwekezaji, ndani ya mkataba ule mwekezaji au ameruhusiwa local content ya Tanzania isitumike. Hakuna mtu angetuelewa. Hakuna mtu angetuelewa kwamba bima zote ambazo zinatakiwa kukava huu mradi zote zitoke nje ya nchi bila ushiriki wa Watanzania. Hakuna mtu ambaye angetuelewa kwamba tutachimba gesi lakini domestic gas, yani gesi ya matumizi ya ndani, iwe angalau 3%. Hakuna mtu angetuelewa. Akijibu hoja kuhusu vituo vya mafuta vinavyoongezeka na kujengwa kwa kukaribiana, Dkt. Biteko amesema wizara yake imeanza mazungumzo na Wizara ya Ardhi ili kuongeza umbali kati ya kituo kimoja na kingine kutoka mita 200 za sasa ili kuwa na usalama wa watu, mazingira na shughuli za kijamii. Bunge limepitisha bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025-2026 ya shilingi trilioni 2.2 kwa 100%. Nako jijini Dar es Salaam, taasisi ya Ummul Muminina Umaif imezindua mashindano makubwa ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa wanawake watu wazima, ambapo fainali inatarajiwa kuwa mnamo tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025, ikifanyika chini ya kauli mbiu inayosema Qur'an ni amani. Taarifa yake Bi Aisha Mpachila inasoma hapa studio. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, taasisi ya Umaif imekuwa ikiandaa mashindano kwa hifadhi Qur'ani tukufu kwa wanawake watu wazima kama sehemu ya jitihada za kumwelimisha mwanamke. Ni dhahiri kuwa katika kuwahifadhisha Qur'ani kina mama watu wazima, juhudi kubwa inahitajika kutokana na majukumu mazito wanayokabiliana nayo. Ili kuamsha hamasa kubwa zaidi katika jamii, Umaif haikutosheka kuwa na kituo cha kuhifadhisha Qur'ani pekee, bali pia iliamua kwa makusudi kabisa kuasisi mashindano ya Qur'ani. Ndipo mnapo mwaka 2013 ilipoasisi mashindano haya makubwa, mazuri na ya aina yake. Mashindano hayo yalianzia ngazi ya kata, wilaya na baadaye mkoa, lakini hatua kubwa imepigwa na sasa mashindano hayo yanafanyika kitaifa yakishirikisha mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar. Makundi ya mashindano haya mwaka huu takuwa na juzuu 1, juzuu 3, juzuu 5, juzuu 7, juzuu 10, 15, 20, 25 pamoja na 30. Lakini pia kwa kipekee kabisa tutakuwa na kundi maalumu ambalo kundi hilo huhusisha akina mama waliokuwa zaidi ya miaka 70. Pia tuna wale ambao ni walemavu wa macho ama walemavu wa viungo vingine na wale wanaosoma kwa njia ya namba, yani tahqiqi tashjia. Mashindano hayo ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa wanawake watu wazima yanayoingia msimu wake wa 13 kwa mwaka huu, yanayoratibiwa na Umaif, yanafanyika chini ya kauli mbiu inayosema Qur'ani ni amani. Tukiishi Qur'ani katika mazingira ambayo yaliokuwa yako anayotaka Mwenyezi Mungu na Mtume, amani itatawala. Kwa sababu amani inatawala katika sehemu palipokuwa na tabia nzuri. Na Qur'ani kazi yake ni kuifanya tabia kuwa nzuri. Kwa hiyo mwito mkubwa ambao ninautoa kwa taasisi zote ambazo zinazohusika na swala za uandaaji wa mashindano ya Qur'ani, kujaribu kutilia umuhimu programu za kuhakikisha Qur'ani tunaiishi. Leo tumeyazindua, lakini kuna mwanzo wa usajili kuanzia hii leo mpaka tarehe 25 ya mwezi huu, na mchujo mwanzo itakuwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 2025 mpaka tarehe 22 mwezi huo huo wa 6 mwaka huu 2025, na fainali itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025 maeneo ya Posta Mpya, ukumbi wa Julius Mwalimu Nyerere maarufu sana. Na mgeni rasmi tunamtarajia atakuwa bibi yetu, wengine mama yetu, Bi Siti Mwinyi, ambaye mke wa hayati mzee Ali
Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Nyote mnakaribishwa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Mtwara. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mgao kilichopo kata ya Naumbu wilaya na mkoa wa Mtwara, ambao bado hawajapokea malipo ya fidia ya kupisha mradi wa ujenzi wa bandari ya mizigo michafu ya kisiwa Mgao, wameomba serikali kuwalipa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa kila heka kama walivyokubaliana hapo awali, badala ya kutoa kwa kile walichokiita kifuta jasho. Baadhi ya wakazi hao ambao bado hawajapokea malipo ya fidia zao wamedai tangu mwaka 2015 kumekuwa na mvutano na serikali juu ya kiasi wanachopaswa kulipwa ili kupisha mradi huo, hadi makubaliano yalipofikiwa ya kutoa ardhi yao kwa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa kila heka. Tukaanza kufanya tathmini. Baada ya kufanya tathmini, eneo lililotangulia kufanywa tathmini ndio eneo lilianza kulipwa. Wakati milipwa lile, sisi wengine tunafanywa tathmini. Wale watu wote ambao walifanywa tathmini katika box dogo walilipwa wote. Hili swala linavyoenda sasa linaenda vingine, na inawezekana tukaona sisi tuonekana sisi tuna matatizo. Kwa sababu gani? Hatutakuwa tayari juu ya ardhi yetu ichukuliwe kwa namna hiyo. Sisi ardhi yetu inabidi tulipe fidia kama walivyolipwa wenzetu. Lakini sasa sisi tunaambiwa kwamba tunataka tupewe kifuta jasho. Kwanza swala kifuta jasho hatulijui. Sisi tunachotaka kwamba kwenye maeneo yetu na sisi tupewe milioni 10 kama wenzetu ambao walipewa mara ya kwanza. Sasa tunamuomba Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awe mwepesi kutusimamia hili zoezi, ili na sisi tujikute kama ni raia wema na wenye haki katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa upande wao, mwenyekiti wa serikali ya kijiji aliyokuwepo madarakani kipindi ambacho mradi huo unaanza na mwenyekiti wa kijiji aliyopo madarakani hivi sasa, nao wanaiomba serikali ya wilaya kukaa chini na wananchi hao kumaliza sintofahamu. Ile box linalojengwa sasa hivi bandari ni ekari 60, walilipa milioni 800 walipa wananchi. Kwa hiyo wananchi wamenufaika, wamejenga majumba, wanaendelea kupangisha sasa hivi. Kwa hiyo tunaiomba serikali walipwe fidia hawa kama waliolipwa mwanzo. Kama eneo lililojengwa bandari lile walipwe fidia kwa milioni 10. Mtu akipata eka yake milioni 10 ataenda kujenga nyumba, atapangisha, maendeleo yataendelea. Kwa elimu ya kifuta jasho hatuna. Kitu ambacho mimi napenda kuwashauri serikali iwasikilize wanamgao kilio chao, au wakulima wote wa Mgao na kisiwa, kwa sababu swala la kifuta jasho wanaloliongelea halmashauri, kwanza wakulima wajui ni shilingi ngapi. Pengine wangejitokeza wakaja kuwaeleza kwamba kifuta jasho ni kiasi gani, pengine wangekubaliana nacho. Akitolea ufafanuzi sakata hilo, mkuu wa wilaya Mtwara Abdallah Moipaya amesema shamba hilo lina hati miliki ya serikali baada ya mwekezaji kushindwa kuliendeleza. Kwa nyakati tofauti, kuna mwaka ambapo kulikuwa kunapita tena Mkuza kwa ajili ya kupitisha bomba la gesi. Wananchi wa maeneo yale, kwa sababu baada ya kuonekana Mkuza utapita eneo lile, kuna baadhi ya wananchi baada ya kupimwa, kuna baadhi ya wananchi wa kweli walilipwa fidia, lakini kipindi hicho fidia hiyo ililipwa kimakosa, kwa sababu maafisa ambao walifanya shughuli ile hawakuzingatia kwamba lile shamba lina hati ya serikali na halikuwa kwenye umiliki wa wananchi. Hivyo serikali ya wilaya ipo tayari kuwalipa wananchi hao kifuta jasho. Wamefikiriwa kusema kwamba watalipwa kile walichokiendeleza juu yake, ikiwa ni pamoja na mazao yaliyokuwepo. Kama wamejenga nyumba, basi haina shida, pale watafidiwa hivyo vitu ambavyo waliviendeleza juu ya ardhi. Lakini kwenye fidia ya ardhi ina hati miliki ya serikali, na hakuna mtu mwingine yoyote mwenye mamlaka ya kutengua hiyo hati miliki ambayo ya serikali, isipokuwa ni mtu mmoja tu ambaye ndio mwenye mamlaka ya kufuta miliki ya ardhi, Mheshimiwa Rais peke yake. Kwa hiyo ni swala tu la elimu, na tunaahidi tutaendelea kuwapa elimu. Ni sisi ambao tunahusika na kuwapa elimu, tutawaelimisha. Naamini wananchi wetu waelewa, watatuelewa. Na mtazamaji, na taarifa hiyo inatutamatishia Jahazi la Wiki kwa upande wa habari za kitaifa. Inatupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakwenda kufahamu yale ambayo yamekumbushwa na mahatibu kutoka katika mimbari mbalimbali.
Na karibu sana mtazamaji wa Mahasin TV, tuweze kuendelea na kipindi chetu hiki cha Jahazi la Wiki, na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kufahamu yale ambayo yamekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV ziliweza kuvinjari huko. Wanazuoni wa Kiislamu wamearifisha husda wakasema tamani zawali ni'matil mahsud. Maana ya husda ni mtu kutamani neema ya mtu iweze kumuondokea. Maradhi hayo ni maradhi yalichagua mahali katika kiwiliwili cha mwanadamu, ambacho kiwiliwili hicho ni kiungo muhimu. Kiwiliwili hicho na kiungo hicho kinaitwa alqalbu, moyo. Lakini maradhi haya ni maradhi ambayo yanaua. Maradhi haya ni maradhi yenye kudhuru. Waliuma maradhi haya wakewenza, wakadhuriana wao kwa wao. Waliuma maradhi haya wafanya biashara wadogo, waliuma maradhi haya wafanya biashara wakubwa, wakadhuriana wao kwa wao. Lakini maajabu makubwa ya maradhi haya, namna ambavyo yanavyoshangaza, hakuna yaliyomuacha. Hayakutosheka, yalikwenda kwa wasomi wa dini ambao wanaieleza haki watu waifuate, ambao wanaeleza batil watu waiache batil, nao wameumwa maradhi haya husda. Maradhi haya ni dhambun adhim, ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa aliyasiwa Allah muumba mbingu na ardhi huko mbinguni, lakini dhambi kubwa ya mwanzo ambayo ameanza kuwasiwa Allah subhanahu wa ta'ala ardhini. Inna iddata ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Hakika idadi ya miezi mbele yake Allah ni miezi 12 katika maandiko yake Allah alivyoweka. Tangu siku aliyoumba mbingu na ardhi akaumba miezi mzunguko wa mwaka, hiyo miezi 12. Allah akatuambia minha arba'atun hurum. Katika hiyo 12 kwa utashi wake Allah akafanya minne iwe katika hiyo iwe ni mitakatifu. Alafu akatuambia dhalika dinul qayyim, hivyo kuwa mitakatifu na nyinyi muifanye hivyo mitakatifu. Huo ndio utaratibu wa maisha anaotaka Allah aliyouchagua kwenu. Akatupa agizo akatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu kabisa kabisa katika miezi minne hiyo nafsi zenu, msidhulumu hata kidogo. Ndugu zangu, katika alama za imani ni kuiheshimu au ni kuheshimu mja kila kile ambacho Allah amekipa heshima maalum, ni alama ya imani. Katika swala zima la kuwahudumia wazazi wawili, ndipo unakuta katika baadhi ya maeneo watu wametenga nyumba kwa ajili ya wakongwe, kwa ajili ya wazee. Yani hao watoto wako tayari kulipa gharama za aina zozote huko kwenye hayo majumba, ili tu aondokane na kero ya baba, ili tu aondokane na kero ya mama. Inawezekana mzazi huyu ana watoto zaidi ya mmoja, wana watoto 9, wana watoto 8, lakini hao watoto 8 wanashindwa kuwalea wazazi wawili. Wazazi wawili ambao wamewalea wao wote 8. Unakuta mzazi anaishi huko kijijini katika maisha ya ajabu, mpaka watu wanaulizana, hivi mzee huyu hajazaa? Mzee huyu hana watoto? Ndugu zangu katika imani, Uislamu na kuelekeza wewe Muislamu uangalie na kuwahudumia wazazi wako, na kufanya hivyo ni ibada, unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya zinazoamrisha sisi kuwafanyia wazazi wawili wema, aya hizi ni nyingi mno. Zote aya hizi zinatuelekeza na kutufunza sisi na kutukumusha tuwafanyieni wema wazazi wawili. Hata kama mzazi akawa ni mkorofi, wewe bado una haki ya kumfanyia wema pamoja na ukorofi wake. Kuzitengeneza nyoyo, bila shaka kila mmoja ana moyo na ni kiungo adhim katika mwili wa mwanadamu. Shari zote na kheri zote zinaanzia moyoni. Ukiona mtu anakimbilia kheri zote, jua moyo wake ni wa kheri, moyo umesalimika. Na ukiona ni kinyume na hivyo, tunakimbilia shari, jua moyo una maradhi. Kipande hiki kikaharibika kabisa, kikawa kichafu, kikawa na kutu, kikawa na hasad, kikawa na chuki, kikawa na ashirku billahi azza wa jalla. Mambo yote haya yanatoka moyoni. Nyoyo zetu zina maradhi, maradhi ya chuki. Yakiendekezwa maradhi haya katika nyoyo, zadahumullahu maradha, Allah anazidisha maradhi. Moyo ukitengamaa, majambo ya umma wa Kiislamu yatatengamaa, lakini nyoyo zikiharibika, mambo yote yatakuwa shaghara baghara. Ndugu zangu katika imani, tutengeneze nyoyo. Kazi ya kwanza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah kwa nyinyi, idh ada
fa'alafa baina qulubikum, Allah akaziunganisha nyoyo zenu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kwa ajili yake Allah watu waweze kwenda kuitembelea na kuizuru hiyo nyumba. Liman istata'a, kwa yule mwenye uwezo. Istata'a madia, uwezo wa kimali, lakini na uwezo wa kiafya, lakini na uwezo wa amani katika njia, basi aende kuitembelea hiyo nyumba. Hiyo ni oda, ni maelekezo ya Allah kwa waja wake. Ndugu zangu katika imani, liman istata'a ilayhi sabila, watu wamejificha kwenye mwavuli huo kwamba tumeambiwa liman istata'a ilayhi sabila. Hiyo ni kwa mwenye uwezo. Anayesema hivyo akaunti yake inasoma a billion of money, lakini hajapata nafasi ya kwenda kuhiji, anasema liman istata'a ilayhi sabila. Pesa anazo, afya anayo. Ndugu zangu katika imani, hija ni kwa faida yako, lakini pia ni kwa faida ya jamii. Wa man kafara, yeyote atakayekataa na kukanusha, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, Allah ni mkwasi, hahitaji hizo dola zako wala shilingi. Hizo ni pesa zikusaidie wewe. Yeyote atakayejaliwa kwenda huko kuhiji, falam yarfuth, halafu asilete maneno na matendo ya kifedhuli kule, Mtume anaweka garantia, anasema yule bwana aloenda kuhiji anarejea kama vile ambavyo amezaliwa na mama yake, maana yake hana dhambi. Na mtazamaji wa Mahasin TV, haina kwa uchache tu yale ambayo yamekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari mbalimbali, ambapo kamera za Mahasin TV ziliweza kuvinjari huko. Kwa hayo na mengine mengi, ni kusihi tu uendelee kuifuatilia Mahasin TV, hususan katika kipindi cha khutba za Ijumaa, ili kuweza kufahamu kwa upana zaidi hayo ambayo yamezungumzwa na makhatibu. Nukta hiyo inatupa nafasi kwa mara nyingine tena kuweza kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakwenda kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV, na nikupongeze kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV na kuifanya kuwa kituo chako bora cha matangazo. Sasa ni wakati mzuri wa kuweza kupata mkusanyiko kwa yale ambayo yamejiri kimataifa katika juma hili. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 542 wameuawa Darfur kaskazini nchini Sudan katika wiki 3 zilizopita. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amesema hali inayoendelea nchini humo ni ya kutisha. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephen Dujarric ameizungumzia hali ilivyo Sudan na kuonya kuwa huenda jumla ya vifo vilivyoripotiwa katika kipindi hicho kifupi ni kubwa zaidi. Amesema kuwa ripoti za mauaji holela dhidi ya raia ni za kutisha sana. Ameongeza kwamba kamishna wa haki za binadamu Volker Turk ameshawatahadharisha viongozi na wapiganaji wa RSF na wa jeshi la Sudan kuhusu athari mbaya kwa hali ya kiutu kutokana na vita hivi. Vita vya karibu miaka 2 nchini Sudan kati ya jeshi rasmi na waasi wa RSF vimesababisha mamilioni ya watu wayakimbie makazi yao ndani na nje ya nchi.
Kwingineko, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limeonya kuwa huduma za kiutu katika ukanda wa Gaza zinaelekea kuporomoka kabisa baada ya Israel kuzuia misaada kuingia kwenye eneo hilo lililoathiriwa na vita. Taarifa ya shirika hilo imesema bila misaada kuanza haraka kuingizwa Gaza, kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu itashindwa kupata chakula, dawa na vifaa vingine vya kuokoa maisha vinavyohitajika ili kuendeleza shughuli zake. Naibu mkurugenzi mkuu wa operation za shirika hilo, Pascal Hundert, ameeleza kuwa wakazi wa ukanda wa Gaza wanakabiliwa na hali mbaya na mapambano ya kila siku ili kujinusuru na athari za mapigano, kuhamishwa kwa lazima na kunyimwa misaada ya kiutu inayohitajika haraka. Wakati huo shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema mashambulizi ya Israel yaliyofanyika usiku wa kuamkia Ijumaa yamewaua takriban watu 29 katika ukanda huo. Akizungumza na shirika la habari la AFP, afisa shirika hilo Mohamed Al-Mughayir amesema idadi hiyo ni moja ya watu 8 waliouawa katika shambulizi la anga la Israel kwenye nyumba ya familia ya Abu Sahlul katika kambi ya wakimbizi wa Khan Yunus. Watu 4 wameuawa katika shambulio la anga katika eneo la Shaf, huku wengine 17 wakiuawa katika mashambulizi 7 tofauti ya Gaza. Na mtazamaji wa Mahasin TV, mpaka kufika hapa kipindi cha Jahazi la Wiki alinalo la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuweza kulifuatilia kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saadi Suleiman ambaye nimekusomea Jahazi la Wiki katika juma hili, na insha Allah anapomajalia kwa Maulana tukutane katika juma lingine ndani ya kipindi hiki cha Jahazi la Wiki. Kwa niaba ya wenzangu ambao tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa Jahazi la Wiki na likaweza kukuvutia wewe mtazamaji wa Mahasin TV popote hapo uwapo, tunakutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.